yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tunasema ni asanti, pokea sifa na shukrani. Unastahili Bwana kwa njia zote. Tunainua jina lako, tunalisifu. Umetupatia nafasi Bwana ili tujumuike, tuweze Bwana kushiriki pamoja nawe. Mungu wetu, uweze kulifunua neno lako katika maisha yetu, ili Bwana kwa njia hiyo tuzidi kufanana nawe Baba. Kama vile maandiko nasema, tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Baba, ninaomba ya kwamba uweze kujitwalia kila mmoja wetu na utekeleze mapenzi yako ndani ya maisha ya kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba uchunguze mioyo yetu Baba, chochote ambacho ni kinyume na neno, hatia yoyote Bwana uiondoe kwa damu ya Yesu Kristo. Tusamehe Bwana, tufanye watu wenye haki, si kwa sababu ya wema wetu, lakini kwa sababu ya mwanakondoo ambaye anastahili. Asante Baba, tunaweka yote mikononi mwako, nikiomba ya kwamba uweze kutuongoza kwenye ibada, na uweze kumiliki kila mmoja wetu, na uweze kutupatia amani Bwana katika ushirika huu. Naomba ya kwamba utuondolee mkono wa ibilisi miongoni mwetu, ambaye kazi yake ni kutatiza kazi ya Mungu kila wakati. Ninaomba ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, tunainua jina lako, nasema unastahili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Ezekiel. Tufungua Ezekiel mlango wa 3. Tuweze kusoma kutoka mstari wa 16. Ezekieli mlango wa 3. Tusome kutoka mstari wa 16 mpaka 21. Hata ikawa mwisho wa siku 7, hapa ni baada ya Ezekiel kula kitabu. Hata ikawa mwisho wa siku 7, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimuonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa kwa sababu hukumuonya, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyotenda hayatakumbukwa. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bali ukimuonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi, tena ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi, kwa sababu alikubali kuonywa, nawe umejiokoa roho yako. Bwana bariki usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo katika Ezekieli, ningetaka kusema hivi: wateule ni viungo vya Mungu. Wateule ni viungo vya Mungu, kwa sababu hapo tunaweza kuona Ezekiel akifanywa mlinzi, watchman, na hiyo ni kusema ya kwamba alikuwa ni macho. Ningetaka kutumia mashahidi katika kutekeleza mambo haya. Kuna mambo fulani ningetaka kutekeleza, lakini wakati naamini wale wako nyuma watanisikia. Sijui kama wako wananisikia pale nyuma. Okay, unaweza kuja karibu. Unaweza kusogea karibu ili tuweze kuendelea, kwa sababu kuna changamoto hapa ya kitambo, lakini tunataka kuokoa wakati hata hivyo. Kwa hivyo tutaendelea.
Kwa hivyo ningetaka kusema hivi. Tunasema wateule ni viungo vya Mungu. Viungo ni kama sehemu za miili yetu hivi. Na hapa tunasema ya kwamba Ezekieli alifanywa mlinzi, alifanywa watchman. Na hiyo inamaanisha ya kwamba alikuwa ni macho ya Mungu. Akiona kuna hatari ambayo inakuja kutoka mbali, anawaonya waamini. Akiona kuna hatari inakuja kutoka mbali, kwa hivyo alikuwa anaona na kisha ananena. Kwa hivyo alikuwa ni macho ya Mungu na alikuwa ni kinywa cha Bwana, kwa sababu anaona mambo yaliyo mbali. Tena anatumia kinywa chake ili kuweze kuonya watu wasiingie kwa uovu, wasiingie kwenye hatari. Biblia inasema ya kwamba akionya watu na wakose kusikia, basi damu ya hao watu itakuwa katika mkono wake. Lakini akiwaonya wakose kusikia na unawaonya, basi Mungu hatamuuliza kwa sababu ametekeleza jukumu lake. Na wakati tunaona jambo kama hilo, tunaelewa hivi ya kwamba sisi kama watoto wa Mungu kuna mambo fulani ambayo Mungu amepanga kuyatekeleza akitumia maisha yetu. Kuna mambo fulani amepanga kutekeleza akitumia maisha yetu. Na ni vizuri sana kuelewa hivi ili tujue ya kwamba tuko hapa duniani kwa sababu kuna kazi ya kufanya. Na vile nilisema siku nyingine, nilisema ya kwamba sisi ni washirika pamoja na Mungu. Tukasema partners. Sisi ni washirika pamoja na Mungu. Na pia anasema katika ujumbe ambao unaitwa nafsi zilizo kifungoni, anasema ya kwamba wewe unampa Mungu nafsi yako. Unampa Mungu nafsi yako yote, naye Mungu anakupa roho wake. Kwa hiyo kila mmoja, wewe na Mungu, kila mmoja kuna kitu ambacho anachangia. Wewe unapatia Mungu nafsi yako, naye Mungu anakupatia roho wake ili uweze kuwa katika ushirika. Na anasema hivi nabii, wakati ambapo tuko hapa duniani na Kristo hayuko hapa duniani, ikiwa Mungu anataka kutekeleza mambo yote ya kiroho, anatumia waamini walio hai. Anatumia waamini walio hai hapa duniani kuweza kutekeleza mambo yake ya kiroho. Na hapa ningenukuu ujumbe mahali ambapo nabii anasema, Yesu alisema ya kwamba yeye ni mzabibu nasi ni matawi. Anasema ya kwamba wakati anataka kufanya kazi yote hapa duniani, anasema ya kwamba wewe ndiwe miguu yake, wewe ndiwe mikono yake. Hebu niweze kukusomea hapa kama itawezekana. Ningetaka nikusomee hapa vile anavyosema. Sikia vile anavyosema hapa. Anasema hivi, ujumbe huu unaitwa Mungu anadumisha neno lake. God keeps his word. Anasema, and when he went away, his works was to be carried on in his church until he returned. Wakati Yesu aliondoka, kazi yake ilifaa kuendelea kupitia kanisa lake mpaka wakati ambapo atarejea. Anasema, we are the vine, we are the branches. Anasema he is the vine, we are the branches. Anasema yeye ni mzabibu nasi ni matawi. St. John 15, Yohana 15, I'm the vine, you are the branches. Mimi, huyo ni Yesu, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. And every branch that bringeth forth fruit is pruned and fixed. Na kila tawi ambalo linazaa analisafisha na analiweka mahali pake to bring more, liweze kuleta mazao zaidi. But the branch that does not bear fruit is plucked off. Lakini tawi ambalo halina mazao analiondoa. Now the branches is the one that bears fruit, not the vine. Matawi ndio yanazaa matunda, sio mzabibu. Kazi ya mzabibu ni kumimina uzima wake kwenye matawi ili matawi yaweze kuleta matunda. So we, the church, is left as the branches. Kanisa tumeachwa kama matawi. So our eyes, your eyes and my eyes, macho yako na macho yangu, is the only eyes that God has on the earth,
Ndiyo macho pekee Mungu aliyo nayo hapa duniani. Your lips and my lips is his branch. Midomo yako na yangu, anasema ni tawi lake. He energizes us to bring forth fruit. Anatutia nguvu ili tuweze kuleta matunda. And our ears is his ears. Na masikio yetu ni masikio yake. Our hands to do good is his hands. Mikono yetu kwa ajili ya kufanya mema ni mikono yake. Our feet are his feet to carry us to the church. Anasema miguu yetu ni miguu yake ya kutupeleka kanisani. Na hapa ananukuu maandiko ambayo yanasema, blessed are the feet that bring good tidings. Hayo ni maandiko ambayo yanasema imebarikiwa miguu ya wale ambao wanaleta habari njema. We are his vine, he just pours his energy into us. Na anamimina nguvu zake ndani yetu. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba muaminio akiwa katika haya maisha ni lazima atambue ya kwamba wewe ni viungo vya Bwana na Bwana anaweza kukutumia vile anavyotaka. Nabii anasema mahali pengine saa hii hapa duniani Mungu hana macho mengine, macho ni wewe. Hana miguu mingine, miguu ni wewe. Ni kusema wakati anatekeleza kazi yake ya injili miongoni mwa wanadamu, anatumia kanisa lake lililo hai. Na ni muhimu sana sisi kama kanisa tuweze kuelewa hivyo, ili tuweze kujisalimisha kwake kwa njia kamilifu, ili aweze kutekeleza mapenzi yake. Na ingawa tunasema ya kwamba siku ya leo, kulingana na vile mwili wa kanisa umetengenezwa kuanzia wakati wa mitume mpaka siku ya leo, tunasema ya kwamba siku ya leo tuko sehemu ya kichwa. Nabii kuna mahali anasema hivyo katika ujumbe. Anasema kanisa lilianza siku ya Pentecost, ikaanza kutengenezwa wakati wale 120 walizaliwa mara ya pili, wakaenda wakiongezeka hivyo. Anasema katika mwili wa kanisa, kwa sababu huyo ni mwanamke wa kiroho, anasema hiyo ilikuwa ni miguu ya ule mwili. Mwili huu wa kanisa ulianza kutengenezwa ukianzia kule kwenye miguu kule chini, na umekuja ukitengenezwa hivyo kupitia nyakati za kanisa, na sasa tumefika sehemu ya kichwa. Sasa wakati huu mahali ambapo tumesimama, hii siku ambayo tunaishi, tuko wakati wa kichwa. Lakini kusema tuko wakati wa kichwa, sio kusema ya kwamba sehemu zingine katika mwili ambazo si kichwa hazifanyi kazi kizazi hiki. Ama wacha nieleza hivi. Kwa mfano wanasema ya kwamba Wapentekoste walikuwa ni mdomo kwa sababu walikuwa ni kunena kwa lugha. Tukasema hivyo juzi. Nabii alikuwa ni macho, na baada ya macho tunaingia nia ya Kristo. Lakini ningetaka kusema hivi, japo tunaishi katika kizazi ambacho kinaitwa headstone age, ama wakati wa jiwe la kilele, ndani ya kizazi hiki kuna mambo mengi ya kutekelezwa na waaminio. Kuna shughuli nyingi za kutekelezwa na waaminio. Kuna majukumu tofauti ya kutekelezwa na waaminio. Kwa mfano, nabii alikuwa ni macho kwa sababu alikuwa ni muonaji. Aliona mpaka mambo ambayo yatakuja siku zijazo. Kuna mengine hayajatukia lakini aliyaona kwa sababu alikuwa ni macho ya Bwana. Lakini nabii hakuwa macho tu, nabii pia alikuwa ni kinywa cha Bwana. Alikuwa ni kinywa cha Bwana. Hapa ningesoma katika nyakati 7 za kanisa, lakini sitasoma ili niweze kunusuru wakati. Nabii anasema, ukisoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 3, wakati Roho Mtakatifu anaongea na kanisa la Laodikia, na kwa sababu ya vile wanasema ya kwamba wanaamini Yesu Kristo, lakini Mungu akiwaangalia ni vuguvugu, si baridi na si moto, alisema kwa ajili hiyo atawatema kutoka kinywa chake. Lakini ni vizuri kuelewa lugha ya maandiko, kwa sababu kinywa cha Mungu ni nabii. Maana kile ambacho kinatoka katika kinywa ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linatoka katika kinywa, na nabii ni kinywa cha Mungu kwa sababu ni mnenaji wa Mungu. Anasema he is the mouthpiece of God. Yeye ndiye kinywa cha Mungu kwa sababu yeye ni mnenaji kwa niaba ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu linamjia nabii. Na neno la Mungu likimjia nabii, basi analileta kwa watu. Analileta kwa watu likimjia nabii. Kwa hivyo yeye ni kinywa cha Mungu kwa sababu ya kuleta neno.
Sasa wakati Biblia inasema ya kwamba atawatema kutoka kwa kinywa chake, inamaanisha hivi: nabii ataanza kunena neno ambalo litaweka Wapentekoste na wale wengine wote kando. Wakati nabii alianza kuleta ujumbe, pole hivi makanisa ya madhehebu walianza kumuondokea. Kafika mahali mwaka 62 mwezi wa 9, katika ujumbe moja ambao unaitwa kiwango cha sasa cha huduma yangu, anasema watu wote wameniacha kwa sababu ya msimamo wangu juu ya neno la Mungu. Anasema watu wote wameniacha kwa sababu ya msimamo wangu juu ya neno la Mungu. Alikuwa analeta neno bila kupatana na bila kulegeza neno ili aweze kuwa na marafiki, na kwa sababu hiyo hao watu wakaanza kwenda kando na mwishowe wakawekwa nje kabisa na neno. Hapo ndipo walitemwa kutoka kinywa cha Mungu, wakati nabii alikuja na ujumbe na akawaweka nje. Hawawezi kuamini neno hilo tena. Lazima tuelewe lugha ya maandiko. Kwa hivyo nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu. Nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu na analeta neno, ikaweka Wapentekoste kando. Lakini wakati Wapentekoste wanawekwa kando na neno la Mungu, hapo ndipo sisi tunaitwa. Tunaweza kumbuka ono la lile la hema. Katika hilo ono la hema lilikuwa na sehemu zingine. Kuna mahali alionekana akivua samaki, kaoneshwa akaambiwa namna ya kuweka ndoano kwenye maji, mara ya kwanza na ya pili. Kaambiwa mara ya kwanza na ya pili wale samaki wadogo watakimbilia. Lakini akaambiwa hao tunataka wale wakubwa walio na rangi ya upinde pale. Na hao wakati ambapo utaweka kwa mara ya 3, basi hawa wataona kuna kitu kinaendelea na watakuja. Kwa sababu kile ambacho kinamnasa biharusi sio ishara kidogo hapa ama miujiza, ingawa tunaamini miujiza, tunaamini ishara na tunaamini ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini kile ambacho kinanasa biharusi sio hayo. Biharusi ananaswa na neno la Mungu ambalo limefunuliwa. Madhehebu hawezi kuamini neno hilo, lakini wewe na mimi tunaamini neno hilo. Na ufunuo wa neno ni wa hali ya juu kuliko miujiza maili milioni 1. Miujiza haikwambii wewe ni nani. Huwezi kujifahamu kwa sababu ya muujiza, lakini unajifahamu kwa sababu ya neno la Mungu. Neno linakuambia wewe ni nani. Neno linakuambia ulitoka wapi na unaelekea wapi, na haki zako na nafasi yako ndani ya Kristo. Mambo haya yote unaelezwa na neno la Mungu. Na neno la Mungu wakati linazidi kufunuka kwako, linakuweka katika kiwango cha imani kamilifu. Unapata kujua mahali pako, unaweza kutembea kwa imani kamilifu. Unaweza kutembea ukiwa na ujasiri kwa sababu neno limekufunulia wewe ni nani. Vile maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza 13, wakati kile kikamilifu kitakuja, na hiyo ni kusema wakati wa mwisho, kilicho kwa sehemu kitaondolewa. Yaani mambo yasiyo makamilifu ama yaliyo kwa vipande kama ya watengenezaji yatamezwa na kile kikamilifu. Tutakuwa na kioo chote pale kwenye mlango, na siku hiyo utajifahamu vile ambavyo Mungu anakufahamu. Sasa tunaweza kuona Ezekieli pale, alikuwa ni macho ya Bwana, anaona mambo yaliyo mbali, analeta maonyo. Na alikuwa pia ni kinywa, kwa sababu akiona jambo anaanza kupiga baragumu, ni kusema anaanza kutangaza ujumbe huo ili watu wajihadhari wasiingie kwenye hatari. Na siku ya leo biharusi ana sehemu nyingi za kufanya kazi. Sisi ndio mikono yake, miguu yake, tumesikia hapo, tumesoma, masikio yake, macho yake, ni viungo vyake vya kufanya kazi. Ndio sababu maandiko yanasema ya kwamba wewe si mali yako mwenyewe. Unajua watu wa ulimwengu wanasema mimi ndio kiongozi wa maisha yangu. Unaona? Nasikia wengine wakisema kama Oprah Winfrey, wakisema hakuna Mungu huko mbinguni. Mungu ni mawazo yako ndani yako. Kwa hivyo kila mtu ana Mungu. Mtu ambaye si mbegu ya Mungu anaongea namna hiyo. Lakini sisi tunajua kuna kiongozi wetu, kuna mtawala wetu, kuna master ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Na hata Biblia ikasema msiite mtu yoyote baba hapa duniani, kwa sababu baba ni mmoja na yuko mbinguni. Msiite yoyote mtawala, kwa sababu mtawala ni mmoja naye ni Yesu Kristo. Juzi wakati papa amekufa, sasa watu wanasema baba atakufa namna gani? Wewe fikiria jambo hilo. Mungu ni baba yetu, hana mwanzo na hana mwisho, atakufa namna gani? Na tuliambiwa tusiwe na baba mwingine isipokuwa baba yetu aliye mbinguni.
Na halafu unaona wakiweka picha hapa na pale za uongo ya kwamba ameingia kule mbinguni, anaonekana kule kwenye mawingu, na Yesu anashuka, yeye anapanda mahali kwa vipandio, akipanda hivi na Yesu anamshuka ili kumlaki. Kweli ni kwamba wakati ametoka katika hai maisha amelaakiwa pia, lakini hakulaakiwa huko, amelaakiwa kwingine. Wakati Judas alikufa aende mahali pake mwenyewe, na tunajua ni kuzimu, na alilaakiwa pale pia, kwa sababu nabii anasema mfalme wa kuzimu ni Ibilisi. So huyu naye amekufa na ameenda hapo na amelaakiwa, lakini watu wangetaka kujifariji ya kwamba ameenda mbinguni. Yeye hakuwa Mkristo, yeye alikuwa kiongozi wa dini na hakuwa Mkristo. Kwa hivyo hatuwezi kuongea vile watu wa ulimwengu wanaongea, ati mimi ndiye kapteni wa maisha yangu. Wewe na mimi si kapteni. Kapteni ni Bwana Yesu Kristo. Ndio sababu Yoshua wakati waliingia katika nchi ya ahadi, kapteni alishuka. Na Yoshua akainua uso akamuona. Kamuuliza, wewe uko upande gani? Upande wetu ama upande wa adui? Kasema, mimi ni kapteni wa majeshi ya Bwana. Kimaanisha hata vita ambavyo vilikuwa kule Canaan, si Yoshua alikuwa anaongoza. Yoshua alikuwa ni kifaa ambacho Mungu alikuwa anatumia, lakini kapteni asionekana na macho haya, ni yeye alikuwa anaongoza vita hivyo. He was the unseen captain of the host. Ni yeye alikuwa anaongoza. Kwa hivyo tujitoe kwa Bwana kwa sababu tu mali yake. Tukiongea juu ya siku ya leo, sisi ni vile viungo ambavyo Mungu anatumia kwa ajili ya kazi yake ya injili. Na katika kila kizazi Mungu amekuwa na watu wa kutumia. Na Mungu anataka viungo vya kutumia. Ndio sababu unaona Isaia kwa mfano katika Isaia 6, wakati Uzia alikufa kwa sababu yeye alikuwa ni kizuizi cha kuzuia Isaya kuona Mungu. Biblia inasema katika Isaya 6 ya kwamba ule mwaka Uzia alikufa, na aliona mbingu imefunguka na Mungu ameketi pale, na vazi lake limejaa kwenye hekalu, na vazi hilo ni wale malaika ambao wanamzunguka. Na wakati aliona jambo hilo, akaona maserafi vile wanamtumikia Bwana wakiwa na mabawa 6, kwa mawili wanaruka, mawili wanafunika macho, mawili wanafunika miguu yao. Na hapo Mungu alikuwa anaonesha Isaia mfano wa mtumishi wa kweli. Kufunika macho ni kuwa na kicho, kufunika miguu ni kunyenyekea, na mabawa mawili ya kuruka ni kuwa katika kazi ya Bwana. Akaambiwa hivyo ndivyo anatakiwa kuwa. Na akaanza kuomba aweze kutakaswa kwa sababu aliona yeye ni mwenye dhambi. Na wacha nikwambie brother, wakati uwepo wa Mungu unakuja miongoni mwa watu, kila mtu ananyenyekea kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Mungu amejaa utakatifu na amejaa haki. Wakati Mungu anakuja miongoni mwa watu na anaanza kumulika watu, ndugu, hapo huwezi kujiinua. Hapo ni kunyenyekea na kuanza kuomba msamaha. Wakati aliona hivyo, akasema, Baba ni rehemu. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaishi miongoni mwa wenye dhambi wanaonena maneno yasiyofaa. Na wakati alisema hivyo, serafi mmoja akatumwa akiwa na kaa la moto kwenye makoleo, na akaja akagusa midomo yake, akaambiwa dhambi yako imeondolewa. Na kisha sauti ikasema, nani atatuendea? Ni kusema Mungu ana kazi ya kufanywa na anataka mtu fulani afanye, lakini sasa amekuwa chombo ambacho kinafaa. Sasa wakati aliuliza ni nani atatuendea, akasema niko hapa nitume. Niko hapa nitume. Alikuwa tayari, kwa sababu lazima Mungu aweze kuwa na viungo vya kutumiwa. Na siku ya leo tunatakiwa kutambua wewe na mimi ni viungo vyake vya kutumia wakati wa mwisho. Ndio sababu anasema hivi nabii katika ujumbe mwingine ambao unaitwa Paulo, mfungwa wa Kristo. Anasema unaweza kuwa na ambition, ama tuseme hivi, una mipango ya kufanya jambo fulani kwenye taaluma, career. Na labda si mapenzi ya Mungu. Labda si mapenzi ya Mungu. Kwa sababu labda Mungu angetaka utumie muda wako zaidi katika kazi yake. Nabii anasema Mungu ana haki ya kuja na kuvunja mipango yako yote na akufanya chombo ambacho atatumia kwa ajili ya mavuno. Anasema he can make you a threshing instrument. Najua threshing, kupepeta ngano pale kwenye sakafu. Labda Mungu angetaka akufanye hivyo, lakini nawe una mikakati mikubwa sana ya kuwa mtu aliye na taaluma ya juu sana katika dunia hii. Ndio sababu lazima kila wakati tuseme mapenzi yako yafanyike. Na wakati mwingine linaumiza, nilikuwa nataka kufanya hivi na hivi na sasa naona mipango yangu haiendi vizuri.
Yaani kuna mmoja ambaye yuko na haya mamlaka. Na ni mapenzi yake yatafanyika, sio mapenzi yetu. We together brothers? Can we say from our hearts, tuseme kutoka vilindi vya moyo yetu, mapenzi yako yafanyike? Si mapenzi ya mwanadamu, si mapenzi yangu, mapenzi yako yafanyike. Na unajua mapenzi yake mara nyingi ni kinyume na mawazo ya mtu. Ni kinyume. It's contrary to human thinking. Kwa sababu Mungu anataka viungo vya kutumia. Na kwa mfano katika kazi ya injili, injili ya Bwana Yesu Kristo, Mungu hawezi kutumia uzao wa nyoka katika kazi ya injili. Wakati unaona wahubiri katika TV wamejaa huku na wanahubiri kwa television kila mahali, sio watumishi wa biharusi, sio watumishi wa Mungu, ni watu wa kudanganya, wanavuna magugu pia. Lakini tukiongea habari ya ngano, ni kusema biharusi anatumia watoto wake. Na kila mmoja wetu anafungu. Every one of us has a portion. Kwa hivyo hapa tunasema hivi, nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu, mdomo, kwa sababu analeta neno. Ufunuo 17 inasema, wakati malaika wa 7 ataanza kupiga baragumu, siri ya Mungu itajulikana kama alivyo wahubiri watumishi wake manabii. Nabii ameondoka, hayuko duniani. Hiyo sauti iko wapi? Wapi kinywa cha Mungu siku ya leo? Kisonga hapo chini mstari wa 8 katika Ufunuo 10, Yohana anasema ile sauti nikaisikia tena ikiongea kutoka mbinguni. Ikaniambia, nenda kwa yule malaika anayekanyaga bahari na nchi, na utoe kile kitabu kilicho katika mkono wake. Na ukile kama Ezekieli, ili baadaye uweze kuwa sauti ya Mungu. Kwa hivyo kinywa siku ya leo ni biharusi. Wakati nabii alikuwa hapa, alikuwa ni mdomo wa Bwana kuleta neno, na siku ya leo mdomo ni wewe na mimi. Kwa sababu aliambiwa ukila kitabu hiki utatabiri tena. You prophesy again. Ni kusema atakuwa sauti ya Mungu hapa duniani. Ni kusema saa hii si atakuwa, saa hii yeye ndiye sauti ya Mungu. She is the voice of God right now on earth. Naona jambo hilo. Na Mungu akitaka neno ipelekwe mahali, hawezi kutumia watu wa madhehebu. Hawezi kutumia Ben-Hinn, ati Ben-Hinn anaenda kupeleka neno. Hana neno. Mungu akitaka neno lipelekwe, atatumia watoto wake. Kwa hivyo sisi ni miguu ya Bwana. Sisi ni miguu yake, tuweze kupeleka neno lake mahali popote. Na sisi wakati unakutana na jirani, na labda Mungu anakupatia nafasi ya kushuhudia, unashuhudia kwa sababu wewe ni kinywa cha Bwana. Are we together? Wewe ndiwe kinywa cha Bwana, na hiyo ndio sababu unakutana na mtu pale, unamshuhudia. Una ule ushuhuda wa kweli. Na wewe ni kinywa cha Bwana, wewe ni mnenaji wa Bwana siku ya leo, unashuhudia jirani ama mtu mwingine ambaye unakutana naye, ikiwa Mungu atakupatia nafasi hiyo. Kwa sababu unajua wakati unashuhudia watu, usitumie kifua na usiingilie watu na usilazimishe mtu akusikize. Ni mahali Mungu anatengeneza njia. Lakini naye muaminio kila wakati huwa anaangalia aone Mungu kama atatengeneza njia ili aweze kushuhudia mtu fulani neno la Mungu. Lakini wakati unashuhudia neno shuhudia neno la Mungu kwa njia ya amani. Kwa hivyo tunaweza kuona siku ya leo sauti ni biharusi wa Yesu Kristo, kwa sababu nabii alisema biharusi chini ya mjumbe wake atakuwa sauti ya mwisho kwa kizazi cha mwisho. Na biharusi ndiye miguu ya kupeleka neno la Bwana, unalipeleka hapa na pale. Na sisi ndiyo mikono ya Bwana. Kwa mfano wakati wa hudumu, wachungaji wanachukua watoto ili kuwaweka wakfu, nabii anasema wanasimama pahali pa Kristo. Ni Kristo angekuwa hapo awachukue yeye mwenyewe katika mikono. Lakini kwa sababu Kristo hayuko hapa katika mwili, basi tunachukua nafasi yake. Tunakuwa mikono yake ya kufanya kazi ambayo angefanya mwenyewe kama angalikuwa hapo. Ndio sababu kuna haja kubwa sana ya kujisalimisha kwake. Sister, wakati unaenda mtoto wako amekuwa mgonjwa na unamwekelea mikono, na Mungu anakutumia virtue, nguvu ya Roho Mtakatifu inapitia ndani yako ikienda kwa mtoto, hiyo mikono yako ni mikono ya Bwana. Ni mikono ya Bwana. Ndio sababu anaitumia kuweza kuwekelea mtoto mkono na uweze kumuombea ili aweze kupona. Huo ndio umuhimu wa kuwa katika ushirika na Mungu na kuweza kuwa kitu kimoja na Mungu ili Mungu aweze kututumia. Tuweze kutambua ya kwamba sisi tu viungo vyake.
Akitaka kazi ifanywe, ana watu wake wa kufanya kazi hiyo. Na sisi ni mapua ya Bwana. Kazi ya pua ni nini? Ni harufu, kuhisi harufu, kudetect, ni discernment. Ikiwa kuna kitu kiovu tunaweza kujua na tunatoa onyo, tunasema hicho kitu jihadhari nacho. Haya mafundisho ni ya uongo, ni kuweza kudetect. Na sisi ni masikio ya Bwana. Ndio sababu wakati Paulo alikuwa katika merikebu ama katika meli kwa majuma mawili, na wakawa na shida nyingi sana na tufani kwenye bahari ya Mediterranean, wakati huo wale watu ambao walikuwa ni wasafiri wenzake walifika mahali wakakata tamaa ya kuishi. Wakakata tamaa ya kuishi na hawakuwa na matumaini tena. Ni watu wa biashara, wamebeba mizigo yao, wanaenda kuuza hapa na pale. Hawakuwa na matumaini ya kuishi tena. Lakini siku moja baada ya majuma mawili, Paulo akawaambia, msiwe na shida katika mioyo, kwa sababu siku ya leo malaika wa Bwana nilie wake na ninayetumikia. Ni kusema ni yule ambaye alimwangusha siku ile na akamwambia, ni kwa nini unanitesa? Amenitokea usiku wa leo. Na baada ya kunitokea kaniambia, waambie hawa watu mtu asidhubutu kutoka kwa meli, wakikaa hapo ndani watanusurika. Na hawa watu maisha yao yalikuwa yanamtegemea Paulo, kwa sababu yeye alikuwa na mawasiliano na Bwana. Kwa hivyo alikuwa ni masikio ya Bwana, anasikia vile Mungu anasema. Na akisikia anaambia hawa watu. Na hawa watu walinusurika kila mmoja, hakuna mtu aliangamia, isipokuwa ilibidi watupe mizigo kwenye bahari kwa kiwango kikubwa. Na Paulo akawaambia, tumepata hii hasara kwa sababu hamkunisikiza kwanza nilipowaambia tusingoe nanga. Lakini kwa sababu alikuwa ni masikio ya Bwana, ana mawasiliano na Bwana, hata katika hali hizo aliweza kuleta neno la kuokoa hawa watu. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Tunatakiwa kujiweka wakfu. Usitumie muda wako kufanya mambo yasiyofaa na kuangalia comedy na mambo mengi, lakini tuweze kuwa ni watu ambao wanatumia muda wao kwa neno la Mungu, kwa maombi, kwa ushirika, ili tuweze kuwa na ushirikiano na Mungu kwa njia kamilifu, aweze kututumia kutekeleza kazi yake ya injili. Kwa sababu kama vile huwa ninasema, kila muaminio ana mahali pake katika uchumi wa Mungu. Kila muaminio ana kazi ya kutenda. Hakuna mtu bure katika kazi ya Bwana. Every brother, every sister has a part to play in the economy of God. Na kile ambacho tunahitaji ni kujisalimisha kwake, ili hata nafasi yetu ya utendakazi aweze kutuonesha ndiyo hii, ili tudumu katika kazi yake. Paulo anasema mahali pengine ya kwamba yale maisha yetu ya hapa duniani ambayo yamesalia, hebu na tuishi kwa ajili yake. Ikiwa labda tumepoteza muda wakati uliopita, na ukiangalia hivi kwingine unaaibika kwa sababu pale nilikuwa na nafasi ya kushuhudia mtu na sikumwambia chochote. Hapa nilikuwa nafasi ya kufanya jambo, sikulifanya, nilipoteza ile nafasi. Tukiangalia mambo hayo, tuachane nayo, tuangalie mbele na tuseme ya kwamba yale maisha ambayo yamesalia ya kuishi hapa duniani, tuweze kuishi maisha haya yetu yote kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukijitoa kwake, kwa sababu tumetambua sisi ni viungo vyake, ili aweze kututumia vile anavyotaka. Ningetaka tuombe ili tuweze kumwabudu Mungu baadaye. Baba Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, tunaenzi jina lako tukisema unastahili, na tunatoa shukrani zetu kwa sababu u pamoja nasi na ni wewe unatuongoza. Ninaomba ya kwamba usaidie kila mmoja wetu tuweze kuwa na ufahamu mkamilifu ya kwamba sisi ni vyombo ambavyo Bwana unahitaji, viungo ambavyo unahitaji kwa ajili ya kazi yako wakati wa mwisho. Uweze kuongoza kila mmoja wetu, mtakase Bwana moyo, mawazo, nia, kila kitu, ili Bwana uweze kuweka mapenzi yako ndani ya kila mmoja wetu. Na Bwana ututumie vile ambavyo itakupendeza, kila mmoja ukimpatia majukumu ya kutekeleza, ili kusiwe na upungufu wowote katika mwili huu. Tusaidie kila mmoja wetu Bwana, tusaidie kujitenganisha na ulimwengu na anasa na vivutio vya ulimwengu,
Mungu wetu, ili tuweze kuambatana nawe kwa njia kamilifu. Baba yetu, ninaomba ya kwamba kila mmoja utamkirimia utajiri wa kiroho katika moyo wake, ili awezeshwe kuwa shahidi wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kizazi hiki. Asante Baba, pokea sifa na shukrani. Naombea wale ambao ni wagonjwa katika mwili, wanateseka, ninaomba uweze kuwaponya, kwa sababu umelipa gharama tayari kwa sababu ya uponyaji wetu. Sasa nyosha mkono wako Bwana, uguze mwili wa kila mmoja wetu na uweze kuondoa maradhi yote na uharibu kazi ya shetani yote dhidi ya maisha yetu. Kila mmoja aweze kuwa ni mtu huru ndani ya Kristo. Pokea sifa na shukrani. Tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.